Lugha ya Qur'an, kitabu kilichokamilika, maneno yasiyo na shaka ndani yake. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, na wanapoambiwa wao msiharibu katika ardhi husema hakika hapana vingine, sisi ni wenye kutengeneza. Suratul Baqara aya ya 11. Aya hii Baqara 11 kwanza tutaitafsiri katika maana za kilugha, ambayo maana ya kilugha kuna tafsiri ya Ibn Abbas, kuna tafsiri ya Abu Ali, kuna tafsiri ya Ad-Dhahhak katika mufassirina wa Qur'ani, alafu tutaitafsiri bishaklin ijmali katika nukta tano hizo. Tuanze upande wa lugha. Upande wa lugha, aya hii imetaja maneno matatu muhimu: neno uharibifu, al-ifsad, na neno salah, kufanya vizuri, na neno ardhi. Katika lugha ya Kiarabu, ufisadi ni jambo lolote baya ambalo linalitoa jambo kwenye uhalisia wake. Jambo lolote unapolitoa kwenye uhalisia wake, huo ni ufisadi. Wa idha qila lahum la tufsidu, mkiambiwa msiharibu. Kwa hiyo kuharibu ni kulitoa jambo kwenye uhalisia wake. Qalu innama nahnu muslihun, al-islah ni kinyume cha uharibifu. Alafu kuna neno ardhi, la tufsidu fil ardhi. Ni nini ardhi katika lugha ya Kiarabu? Katika lugha ya Kiarabu neno ardhi maana yake ni makanyagio ya mnyama, na ndiyo maana nyayo za mnyama huitwa, nyayo za farasi huitwa ardhi. Kwa nini? Kwa sababu anastakiri kwa yale makanyagio yake. Hii ndiyo maana ya lugha ya neno ardhi na neno salah na neno ifsad au uharibifu. Ama tukija katika tafsiri na ubainifu, aya hii Ibn Abbas anatafsiri, anasema kwamba makusudiwa wanafiki wanapoambiwa msifanye uharibifu katika ardhi kwa kufanya maasiya na kwa kuwazuia watu kumwamini Mungu mmoja, wanafiki wanasema la, sisi tunafanya mambo mazuri. Tafsiri ya pili ni ya Abu Ali. Abu Ali anasema makusudiwa ya aya, wanapoambiwa wanafiki msiwe pamoja, msiwasaidie makafiri, kwa sababu kuwasaidia makafiri ni kuudhalilisha Uislamu. Kuwaunga mkono makafiri wapinzani wa Uislamu ni kuudhalilisha Uislamu. Wanasema la, sisi tunafanya vizuri, kushirikiana na makafiri ni jambo zuri tu. Ad-Dhahhak anasema makusudiwa ya aya hii, Mungu anavyosema, wanapoambiwa wanafiki msifanye vitu viwili muhimu. Kwanza, msibadilishe dini mkaacha Uislamu mkachagua ukafiri, mkaacha Uislamu mkafuata dini nyingine, au mkaiharibu Qur'an. Wanasemaje? Wanasema hakika pana vingine, sisi ni wenye kutengeneza. Lakini kwa ujumla uharibifu kwa inavyosema aya, uko uharibifu wa kifikra na kimawazo, upo uharibifu wa kimtazamo, upo uharibifu wa kitabia, na wanafiki ndiyo wamelikamata bango la uharibifu na kuharibu. Wanapoambiwa msiharibu katika nchi zenu, msifanye ufisadi katika miji yenu, husema hakika hapana vingine, sisi ni wenye kutengeneza. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sadaqallahu al-aliyyul azim.